Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka Young Africans na shauri lao ambalo linasikilizwa huko kasi ambako walipeleka malalamiko yao. Unafahamu kama klabu ya soka Young Africans katika sakata hili wamepeleka malalamiko yao huko kasi kuweza kutaka kupatikana kwa suluhisho kwa kile ambacho kinachoendelea katika kudai alama tatu ambazo zilizoweza kutokea katika siku ya Machi 8 mara baada ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kukimbia mchezo huo kutoweza kutokea. Sasa shauri ambalo lilikuwa lipaswe kusikilizwa TFF na bodi ya ligi, Young Africans hawakuridhishwa na majibu yale ambayo yaliotolewa. Hatimaye sasa uko kasi kesi imefika na imeweza kusikilizwa kwa mara ya kwanza kabisa, ikielezwa huko katika mahakama ya usuluhishi barani Afrika. Nini kimejili nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea katika sakata hilo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho kinadai alama zake tatu mara baada ya Yanga kuambiwa kwa majibu kutoka kile kilichoelezwa katika majibu yaliyotolewa na bodi ya ligi, ambapo kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB imejibu barua ya klabu ya Yanga inayohitaji kupewa alama tatu pamoja na mabao matatu kwa mchezo ulioahirishwa tarehe 8 Machi 2025. Ingawa taarifa hizi hazijathibitishwa rasmi, vyanzo vya habari vinasema kuwa habari ya bodi iliyotolewa kuhusiana na madai inadai mechi hiyo iliahirishwa kwa kufuata kanuni na si kwa sababu ya Simba kugomea kama ilivyosema Yanga. Taarifa hiyo inadai kuwa mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana, na baada ya hapo kukuwa na taratibu zozote za mchezo ambazo zilizoendelea isipokuwa shughuli za usalama pekee. Maafisa mchezo waliondoka uwanjani na hakukuwa na hatua yoyote kifasi zilizofuatwa ili kumpatia alama tatu na mabao matatu timu yoyote kama inavyosema kanuni ya 17. Vyanzo hivi pia vinadai kuwa bodi ilieleza kuwa klabu ya Yanga inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 kifungu cha 45 haziwezi kudai kwamba klabu mgeni inapaswa kuwasiliana na wadau wengine kwa ajili ya mazoezi kabla ya mchezo kama inavyodaiwa na Yanga. Aidha, bodi ilibainisha kuwa kamati ya uendeshaji ya ligi ilikusanya taarifa kuhusu mgogoro wa tarehe 7 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Simba walitaka kufanya mazoezi na kutokea kwa matukio yaliyoleta taharuki. Kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama na kujipa muda wa kufanya uchunguzi zaidi kwa kushirikiana vyombo vya uchunguzi vya kitaifa. Bodi ilieleza kuwa licha ya kuahirishwa kwa mechi, Yanga walikiuka kanuni ya 47 kifungu cha 18 kwa kupeleka timu uwanjani, hali inaweza kupelekea adhabu ya kushushwa daraja au hatua zingine za kinizamu ambazo zitakazo jili. Sasa Yanga ambayo iliweza kupokea hayo majibu, kutokana na hayo hawakuridhika nayo. Sasa maguu yote mawili yakatimba pale katika mahakama ya usuluhishi kasi ambayo inapatikana kule nchini Uswizi, ambapo kesi hiyo inasimamiwa na mwanamama kutoka nchini Ufaransa ambaye atakuwa sehemu ya kuliongoza hilo ambalo linaloendelea, ambapo kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali klabu ya Yanga
baada ya kutoridhishwa na majibu ya bodi ya ligi kuu. TFF imeamua kuchukua hatua za kisheria za kufungua kesi ya malalamiko kwenye mahakama ya usuluhishi ya michezo kasi, ingawa taarifa hizi ambazo zinaelezwa imeamua kusonga mbele na kudai haki yao kupitia njia za kisheria. Yanga hawakubaliani na majibu yaliyotolewa na bodi ya ligi kuu na wamesema hawana imani na mwenendo wa bodi hiyo. Katika hatua hii imeamua kufungua kesi kwenye kasi kwa ajili ya kudai haki yao, wakilenga kurejesha hali ya ufanisi katika suala ya kifungo cha alama 3 na mabao 3 ambayo walidai kisheria. Aidha, kwenye ukurasa wa makamu wa rais wa klabu ya Yanga umeanza kuonyesha posti za tafsiri tofauti, ikiwemo mojawapo iliyoandikwa kuwa makini sana na maji yaliyotulia pamoja na hashtag na saa za unaona, kisha akaandika tena, unaweza kuendesha watu ila uweze kuwaendesha watu wakati wote, unaweza kuburuza watu ila uweze kuwaburuza wakati wote, unaweza kuwaongopea watu ila uweze kuwaongopea wakati wote, kuwa makini na maji yaliyotulia. Yana kina kirefu sana. Maneno haya yaliandikwa na makamu wa rais wa Young Africans na kuungwa mkono baadhi ya viongozi wa klabu na mashabiki wa Yanga. Kwa sasa malalamiko ya Yanga yako mbele ya kasi, na muda huu inavyoelezwa ni kwamba taratibu za kisheria kabla ya kesi hiyo ambayo itakwenda kutolewa uamuzi. Hata hivyo, taarifa rasmi zinathibitisha habari kuwa Yanga wenyewe wameelekea huko kasi, ambapo inaelezwa kwamba viongozi wa matawi, wazee wa klabu ya soka Young Africans na mashabiki wameungana kwa ujumla kuweza hapa kuzungumzia ama kulionyesha jambo hili kwamba wako na usiliazi nalo, ambapo inaelezwa kwamba wameungana kwamba Machi 8 wanadai haki yao ya alama 3, lakini hawako tayari kucheza mchezo wowote wa dabi ya Kariakoo, na mchezo wao wa dabi wanasema ya kwamba tayari ushaweza kuchezwa. Hivyo basi kinachosubiriwa hapa ni kasi wao kuweza kutoa hapa nazungumzia yale ambayo yatakayoweza kujili. Je, wataweza kuwapa hizo alama 3 Young Africans ama itakuwaje? Lakini anaandika mdau, anasema ya kwamba vipi ndugu zetu wakina Azam, Coastal Union, Pamba Jiji na timu nyingine za ligi kuu hawatufundishi kazi wenye viti wetu, lakini je, mmejaribu kutafakari kwa kina ile kauli juu ya busara na hekima ya kuendelea kuamua masuala ya kikanuni pindi linapotokea jambo linalohusu maslahi ya klabu ya Simba na Yanga? Vipi mmejaribu kulitafakari kwa kina jambo hili kama linawachoresha na linatafsiri kwamba nyie ni kama wasindikizaji katika ligi hii inayohusu klabu 16 kwa ujumla? Mmejiuliza iko wapi fair competition iwapo mwenyekiti wa bodi yenu mliyemchagua ndiye anayethibitisha kwa umma kwamba hizi timu mbili ni guarantee kuwepo kwenye ligi yenu ambayo kikanuni asiyestahili anatakiwa ashuke daraja, lakini kanuni hizo zinakuwa active kwa nyie wenzangu na mimi, lakini kwa hawa mabwana wakubwa zinakuwa uspecial kwenye matumizi yake. Kwa kifupi, wenye viti wa vilabu nje ya Simba na Yanga ni kama mnatwanga maji kwenye kinu, licha ya jitihada mbalimbali ambazo mmekuwa mkizifanya ili kuleta ushindani wa maendeleo ya mpira wa miguu nchini. Hivi mnajua kuwa kimya wenu unapelekea watu wafikirie kwamba nyie ni sehemu ya kubaliki uvunjifu wa kanuni, na ndio maana mliowapa dhamana wala hawazungumzi kwa hofu yoyote, kwa kuwa wanaamini hakuna cha kuwafanya, sababu mnashiriki kwa namna moja ama nyingine kuzilinda timu zenu za urisi. Ajabu ni kwamba wapo baadhi ya maafisa wa hizi klabu nyingine kwa sasa ndio wanaoweka machapisho mengi kubariki hizi busara na hekima, wakati hizi busara na hekima hazijawahi kuwanufaisha kwa namna yoyote ile, ingawa kila baada ya mechi zao mmekuwa wakilalamika juu ya mamlaka, kwani mara kadhaa wamekuwa wakidimizwa kwenye maamuzi ya marefa na hata ratiba za mechi. Je, tukiwataja hawa maafisa wa hizi klabu nyingine kuwa nao wana vinasaba na hizo
za Kariakoo tutakuwa tunakosea? Tukiwataja hawana uchungu wa kweli na mpira wa nchi hii, tutakuwa tunakosea? Ila sheria za mpira usikute hata viongozi wa hizi klabu nyingine nao hawana pa kusemea, wakichomoza tu maadili hawa hapa. Yani kimaanisha viongozi wa klabu nyingine mkiwemo Azam, mbona mpo kimya? Mmebariki timu mbili zinufaike na busara, huku nyie mkienyeshwa kwa kanuni. Mnaona bana? Watu wanasema ya kwamba kwa nini hizi kanuni zinatumika tu kwa klabu ya Simba na Yanga? Kwa nini wengine kama kina Azam, kina Coastal Union, kanuni ndo zinatumika sana pindi ambapo yanatokea makosa kama haya, lakini kwa Simba na Yanga hekima na busara ndio zinatumika? Sasa wanachokitaka ni kanuni zitumike kwa watu wote. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hili ambalo